lakini tutakuwa na ruzuku kwenye uchimbaji wa visima. Tutawachimbia bure wale wakulima maskini kabisa ambao tutawatambua katika vijiji. Lakini kuna wakulima ambao wana kipato, huwezi kumchimbia bure useni. Tutatengeneza scheme ya subsidized rate kwa ambao watalipa 100%, haitokuwa sawasawa na bei ya soko. Ya kwetu itakuwa chini. Kuna ambao watalipa 50%, kuna ambao watacontribute 25%. Wale wa 50% tutawaambia kwamba sisi tunakuchimbia, tukukute una mabomba. Tumeshafanya survey, tumegundua hapa maji yapo. Tutakuchimbia kisima cha inchi 6, kwa hiyo ununue kabisa mabomba. Sisi tunakuja kufanya nini? Kukuchimbia. Nunua hiki. Kwa hiyo tutatengeneza hiyo scheme ya ruzuku ya uchimbaji wa visima kwa wakulima wadogo. Hii ni third level ya ruzuku. Level ya 4 ya ruzuku ambayo tumeianza na tutaiweka kwenye bajeti, tunaamini waheshimiwa wabunge watatupitishia, ni ruzuku ya vifaa vya kulimia na kupandia. Tunanunua trekta 10,000, tutajenga mechanization center 1,000 kwenye nchi, ambapo wakulima watakodishiwa matrekta kwa bei ya ruzuku. Bado tunabishana kidogo na KM kwa namba. Sisi wa jamaa sana tunaomba namba kwa wakulima iwe rahisi sana. Sasa wachumi wanapiga namba, wanasema ipande kidogo iwe hapa. Lakini bei yetu itakuwa bei ya chini kwa 50% ukikompea na bei ya soko. Kwa hiyo mechanization center hizi zitakapojengwa zitakuwa na mfumo wake wa management na namna ya usimamiaji na namna ambazo fedha zile zitakazokusanywa kutoka kwa wakulima wadogo zitaingia kwenye special account ili kutengeneza sustainability ya mradi huu wa mechanization. Tutakuwa tumewapunguzia mzigo sana wakulima na kupunguza gharama za uzalishaji. Kwa hiyo tutakuwa na ruzuku ya mbolea, ruzuku ya matrekta na vifaa vya kulimia na kupandia, ruzuku ya mbegu, lakini vile vile tunaenda kwenye ugani. Tumeanza majadiliano ndani ya serikali kuwa na wakala wa ugani, na haya ni maelekezo ya rais. Tupo bado tunaagi, lakini bado ninaamini mimi kama waziri, hauwezi kuendesha vita kama hauna control na askari walioko frontline. Ndio ukweli. Ukweli kabisa. Yaani askari wako walioko mstari wa mbele wa mapambano hauna control nao. Haiwezekani. Tutaheshimu D by D. Hatutaiathiri D by D, lakini lazima tuwe na uhakika wa usimamizi wa shughuli za kilimo. Na mtu wa kwanza ambaye tunatakiwa tuwe na uhakika naye kwenye shughuli za kilimo ni nani? Afisa ugani. Kama hauna control na afisa ugani, sahau kila kitu unachofanya kwenye kilimo. Huo ndio ukweli. D by D is there, tutaiheshimu, tutafanya kazi na local government, tutasimama nao, tutafanya nao kazi kwa sababu hata sasa tunafanya nao kazi. Tunanunua vifaa. Tuna mradi unakuja mwingine wa kununua equipment kwa sababu ya kusapoti wakulima wadogo. Sisi taifa hili halina hao wanaoitwa large scale farmers. 80 to 90% ya wakulima wetu ni smallholder farmers. Na definition ya commercialization kwetu sio size of the land, ni productivity per hectare. Mkulima mdogo aliyekuwa anapata gunia 10 akianza kupata gunia 30 kwenye ekari, tayari ameshakuwa commercial, kwa sababu imekuwa na commercial sense ile heka moja yake kumpatia value anayotakiwa. Kwa hiyo sisi tuna definition yetu ya commercial farming, kwa sababu structure ya wakulima ni wakulima wadogo. Na ni waombeni wataalamu, msipotoshwe na lugha za wazungu kwamba definition ya commercial farm lazima uwe na ekari 10,000. Msipotoshwe. Taifa hili ni la wakulima wadogo. Lazima tu define commercialization of agriculture in reference na smallholder farmer. Right. That's the way, kwa sababu ndio wakulima wetu. Tunaongeza kutoka gunia 3, ekari moja mnatuambia wanasayansi anaweza akapata tani 3 za mahindi mpaka tani 5 azipate. Kwa hiyo maana yake atakuwa ameondoka kwenye subsistence, atakuwa na surplus, atauza commercially. Na definition ya kuuza commercially
ni pale ambapo mapato anayoyapata na gharama zake za uzalishaji zinamtengenezea surplus income. Ndio definition ya commercial. Kwa hiyo huu ndio mwelekeo wetu sisi, kwamba commercial is a function of smallholder farmer. Sio ukubwa wa ardhi. Tuwapeleke wapi sasa kama tukianza sisi kusema kwamba commercial farmers? Tunaona wasomi siku hizi wakikaa wanaongea, unajua mtu hawezi kupata faida kwenye kilimo kama hana ardhi kubwa. Ana defeat science ya productivity per hectare. Profitability is the function of cost of production. How much nimetumia kwenye ekari, nimepata mapato kiasi gani? Na tukifanikiwa kuongeza productivity, tutaondoa hii lugha inayosemwa wakulima wanataka bei kubwa. Mkulima hataki bei kubwa, mkulima anataka kipato cha uhakika. Income anayoipata kwa mwaka. Hiyo ndio tulifanyie kazi sisi. Wapamba, hata ukimwambia pamba leo ni shilingi 2000 kwa ekari, kwa kilo, kama anapata kilo 200 kwa ekari, kipato chake ni lakizi. Lakini ekari moja ya pamba mkulima anaweza akapata kati ya kilo 1200 mpaka 2000. Hata akiuza shilingi 500 kipato chake ni kikubwa kuliko yule aliyeuza 2000 aliyepata kilo 200. Kwa hiyo sisi lazima tu focus kwenye productivity. Na hizi hatua zote ambazo Mheshimiwa Rais ana support sekta hii ni hatua ambazo zinaenda kumsaidia mkulima mdogo kuongeza tija. Leo anapata ruzuku ya mbolea, ruzuku ya mbegu, sasa tunaenda kwenye ruzuku ya kuachimbia visima, kesho tunaenda kwenye ruzuku za kuwalimia. Tukikompute hivi vinne, tukatoa extension services vizuri, tayari tumeimprove productivity na tumewafanya wakulima wazalishe mwaka mzima.